ni jambo linalowezekana. Ndio unaona tunaweza hata leo kuweza kutembea na Mungu kama Henoko alivyotembea, kwa sababu inawezekana kabisa. Na tunaweza kujaribiwa kudhani ya kwamba Henoko hakufanya makosa. Hapana, alikuwa na dhambi kama watu wengine. Elia alikuwa na dhambi kama watu wengine, lakini kuna vitu vilivyokuwa vikitofautisha. Ndio unaona katika kitabu cha Yakobo tunaambiwa kwamba Elia pia alikuwa ni mtu mwenye namna sawa na sisi. Lakini pia katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 7 mstari wa 20 anasema hakuna mtu asiyefanya mema akaacha kutenda mabaya hata mmoja, haiwezekani. Kwa hivyo Henoko pia alifanya makosa, lakini kwa nini alishuhudiwa kuwa alitembea na Mungu na Mungu akapendezwa na yeye? Na sisi je, swali ambalo tunatakiwa tuliangalie, tunaweza kutembea kama vile Henoko alivyofanya na kukubaliwa na Mungu kwa asilimia za kueleweka? Inawezekana kabisa, maana tukiangalia katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 13 mstari wa 20 na 21 anasema, basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, na yakifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amina. Kwa hivyo Mungu anaweza kufanya sisi kuwa wakamilifu kama vile anavyotaka yeye, kwa sababu ni kazi anayoifanya ndani ya mioyo yetu wenyewe. Lakini kama haitoshi, wakati wa agano la kale watu walionekana kutembea sana na Mungu kiasi kwamba imeonekana kama wamependelewa sana kuliko sisi. Lakini wacha tuweze kuweka clear kabisa ni kwamba wakati huu sasa tunaangaliwa katika viwango ambavyo ikiwa kuna mtu atatembea na Mungu, ikiwa kuna mtu atakuwa mkamilifu, atahitaji kuweza kufata matakwa ya Mungu, akihitaji kwenda katika njia za Mungu kama inavyosema katika Zaburi 81:13 anasema, laiti watu wangu wangenisikiza na Israeli angeenda katika njia zangu. Kwa hivyo kunahitajika watu wanaohitajika kuweza kufata katika ukamilifu. Ikiwa kuna watu hao leo wataonekana kuwa na taji njema kuliko hata wale wa kipindi cha nyuma, kuliko kina Elia, kuliko kina Henoko wenyewe, ikiwa mtu atasimama leo. Maana katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 39 nitasoma na mstari wa 40 anasema, na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sasa swali, ikiwa wale hawakukamilishwa pasipo sisi, nani wa muhimu zaidi? Kwa hivyo tunaona kwamba tuna umuhimu mkubwa sana leo, na Mungu anatutazama kama watu tunaokwenda kufunga wakati wa ulimwengu, kwa sababu wanahitajika hawa watu waweze kumuoneshea Mungu kwamba bado ana watu katika zama hata katika upotovu. Na ukweli ni kwamba upotovu wa leo ni mwingi kuliko wakati wowote, na kipimo cha hasira ya Mungu kinazidi kujazwa. Kwa hiyo watu wanahitajika watakaohitaji dhambi kwa jina na kuweza hata kumwagika damu wakipambana na dhambi, imeandikwa katika Waebrania 12 mstari wa 4. Sasa tuangalie katika Testimony to the Churches, tukimalizia gombo la 6 ukurasa wa 393 paragraph ya 4. Tunasoma hapo hiyo paragraph, kitu gani kitawafanya watu wa leo sisi tuweze kutembea na Mungu kama Henoko? Siri kuu iliyotajwa hapo katika Testimony to the Churches, anasema wengi hushindwa kuiga kielelezo chetu kitakatifu kwa sababu wanasoma kidogo sana sifa bainifu za mhusika huyo. Wengi wamejaa mipango yenye shughuli nyingi, daima wanafanya kazi, na hakuna wakati au mahali pa Yesu wa thamani kuwa mwandamani wa karibu mpendwa. Hawaelekezi kila wazo na vitendo kwake, wakiuliza, je, hii ndiyo njia ya Bwana? Ikiwa wangefanya hivyo, wangetembea na Mungu kama Henoko alivyofanya.
Kumbe siri mojawapo ni kwamba ukiangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 anasema na kila mfanyapo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Sasa lolote tunalolifanya tufanye kwa utukufu wa Mungu. Lakini katika Waefeso anatuambia kwamba ni kazi yetu sisi kuweza kuhakiki hayo mapenzi ya Mungu. Hilo ndilo ambalo ni jambo lililokuwa ndani ya Henoko. Ndio unaona watu leo wanakuwa wakihoji vitu vingi sana, wakihoji kwani kufanya hivi ni dhambi, kwani hivi ni dhambi. Sasa wanamuhoji mtu kwa maana wameweka vielelezo kwa watu, si kwa Mungu. Ingekuwa ni swali ya kwamba hiki Mungu anapendezwa nacho? Ikiwa Mungu atakataa hata kunisema nao katika mioyo yao, basi kwa hakika watakiacha kitu kile na watamdamana na kile ambacho Mungu anakipenda kwa gharama yoyote. Anasema katika Waefeso 5 mstari wake tuanzie wa 9 tuende mpaka 10. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini mpendezayo Bwana. Kwa hivyo ni kazi yetu sisi kuhakiki ni nini kinachompendeza Bwana. Tukijua hichi kinampendeza, basi tufanye hicho kwa utukufu wake. Tukijua kwamba hakimpendezi, tunaacha kwa gharama yoyote. 11 anasema wala msishirikiane na matendo yasiyo dhaya ya giza, bali mnakemee tuyakemee. Kwa hivyo Mungu na atusaidie katika safari yetu, maana tunahitajika kuweza kufika mbinguni. Ametuambia katika Yohana 14 mstari wa 1 ya kwamba ameenda kutuandalia mahali. Kwake kuna makao mengi, lakini sisi ndio ambao tunatakiwa kuingia tukishinda, kwani yeye ashindaye ameahidiwa